Chadema sio tu chama cha siasa. Chadema ni imani. Mara zote tumekuwa tunasema Chadema ni mpango wa Mungu, na kwa sasa na siku hizi tumeamua kusema sio tu Chadema ni chama kikuu cha upinzani, Chadema ni chama kikuu cha siasa nchini kwetu. Tunawashukuruni sana viongozi wetu. Kabla hatujasema lolote, tunasema tunawashukuruni sana kwa sababu mmebeba imani ya vijana, na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kama kuna jambo moja tunaloweza kumwahidi mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu, ni kwamba vijana wa Chadema, na tunaomba mambo haya utamfikishie, mwambie kwamba vijana wa Chadema daima tutakuwa mstari wa mbele kupigania maslahi ya vijana. Tutapigania maslahi ya vijana nchini bila hofu yoyote, kwani tulipofikia kama taifa kwa sasa hatuna cha kupoteza zaidi ya kusimamia ukweli. Hatuna cha kupoteza. Hatuna cha kupoteza. Hatuna cha kupoteza. Tutasimamia ukweli, tutasimamia haki, na tutasimamia maendeleo ya vijana. Tutasimamia, hatutaogopa chochote. Pia hatuna cha kuogopa zaidi ya kuuogopa huo uoga wenyewe. Hofu au kukaa kimya kihistoria haijawahi kuwa mbinu ya kuwa salama pale maovu yanavyotawala katika jamii yoyote duniani. Naomba kurudia, kukaa kimya au kuogopa au hofu kihistoria haijawahi kuwa mbinu ya kuwa salama pale maovu yanavyotawala katika jamii yoyote hapa duniani. Tunaomba ufikishe salamu hizi kwa mwenyekiti wetu wa chama na umwambie tunampenda sana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi BAVICHA tumeshapoteza marafiki zetu na viongozi wenzetu wa BAVICHA kila kanda, kila mkoa, kila majimbo, kila kata, kila kijiji. Na kwa tathmini yetu ni kwamba vijana wa Chadema pekee kwa mwaka mmoja uliopita, kupitia matukio ya Oktoba na matukio ya kuwapoteza, takwimu zetu zinasema tumepoteza vijana wasiopungua 1000, kwa maana ya viongozi na vijana wa kawaida. Kama hawajapotea kwa kupigwa risasi, basi wamepotea kwa kutekwa au wamepotea kwa kutoonekana. Lakini pia wapo vijana waliopo magerezani kwa makesi ya uongo, makesi ya ugaidi na makesi yasiyo ya ugaidi. Wapo vijana ambao wameumizwa kwa kufanyiwa vitendo vya unyama na wamebaki na vilema na maumivu ya kudumu. Huyu Bwana Kombo alipokuja hapa, mimi kwa mara ya kwanza nimemkuta kule gereza la Maweni Tanga. Nilimwangalia, siwezi kuwaeleza kwamba kweli tunaweza kuwepo kwenye taifa ambalo kuna binadamu anaweza akafanywa kama mnyama. Wakati tukiwa na sintofahamu hizi za vijana wenzetu kupotezwa na kutoonekana, sisi vijana tulio hai bado tupo uraiani. Sisi tuliopo uraiani hatuna uhakika wa kuamka kesho tukiwa salama. Tunalifahamu hilo. Tukiwa tuna hofu hiyo, bado tunazo changamoto mbalimbali ambazo zinatukumba. Wote tunafahamu hakuna ajira wala mazingira bora ya kijana kujiajiri. Tunafahamu hatuna kazi zenye staha ambazo vijana tunaweza kuzifanya na kutupatia ujira unaostahili. Sisi vijana tunakumbwa na changamoto za urasimu katika uwezeshwaji wa vijana, kama vile masuala ya mikopo. Upo ugumu wa huduma za afya, upo ugumu wa maisha na uwepo wa utitiri wa kodi zilizokithiri kutoka kwenye bidhaa mbalimbali huko sokoni. Vijana wote, bodaboda na wengine, wanalalamikia bei ya mafuta. Tunafahamu changamoto hizi zinazotukabili vijana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika taifa lenye changamoto hizo, na tumekuwa tukikusikia Makamu Mwenyekiti mara nyingi ukiwa unasema rasilimali nyingi ambazo taifa hili linazo, na naamini ukija kuzungumza utazisema. Sisi vijana wa Chadema tunajiuliza swali, kwa nini tusimwahidi Tundu Lissu aliyoko gerezani kutupigania sisi? Kwa nini tusimwahidi kwamba sisi ni vijana ambao tunatamani kesho iliyo bora? Tunatamani na tunamwahidi kwamba
tutaendelea kuwa nguvu ya mabadiliko. Kwa nini tusimpe ahadi hiyo mwenyekiti wetu wa chama ambaye amegoma kuwa mbinafsi kwa sasa hivi? Sisi vijana wa Chadema tunasema hatuna cha kuogopa na hatuna cha kupoteza, na maneno haya yasikie mwenyekiti wetu ya chama, kwa sababu uhai wetu ndio jambo la msingi na la kwanza kabla ya mengine yote. Sasa kwa vile watu wanacheza na uhai wetu, basi hatuna kingine chochote cha kukilinda zaidi ya kuhakikisha tutaulinda uhai wetu kwa gharama yoyote ile. Tukiwa tuna hofu ya kwamba kesho tutaamka salama, hata tukiendelea kuishi, hatuna uhakika wa kuishi maisha ya staha. Hata sisi ambao tuko hai leo, tunazungumza kuhusu wenzetu waliotangulia, wenzetu ambao hatuwaoni. Hata sisi tulioko hai tunateseka, hatuna maisha bora wala yenye thamani yoyote, na hatuoni kuwa na uhakika wowote wa maisha haya yatabadilika. Kama hakuna dalili ya hali hii kubadilika, tukiendelea kutawaliwa na watawala hawa dhalimu wa Chama cha Mapinduzi wa CCM, lazima tuchukue hatua, na hatua hiyo na waombeni vijana wenzangu tuichukue na tusimame kuipigania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunatoa ahadi pia kwa Watanzania wenzetu, kwa sababu tunaona kwa uwazi kabisa serikali dhalimu ya CCM inavyobeza na kutojali changamoto na matatizo haya ya vijana. Jambo linalotutia moyo vijana wa Bavicha ni kwamba kiko kizazi kinaitwa Gen Z, Generation Z, kimeanza kuchukua hatua za kupaza sauti kwa njia tofauti tofauti kufikisha ujumbe wa changamoto sugu nilizozieleza hapa awali. Bavicha kwa sauti moja, kupitia siku hii ya vijana wa duniani, tunaomba kusema kwamba tunawaunga mkono Gen Z na vijana wenye nia ya dhati kuitafuta Tanzania mpya kwa njia sahihi. Popote watakapolia Gen Z, Bavicha tutalia nao. Popote watakapofurahi Gen Z, tutafurahi nao. Popote Gen Z watakapokaa, na sisi tutakaa. Uzuri Gen Z wao shughuli yao ni kama wakisema 1, 2, 3 tunaondoka, Gen Z wanaondoka kweli, hata kama nani akiwa mbele yao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunaamini hakuna malaika wala mtume atakayeshushwa na Mwenyezi Mungu kuja kutusaidia sisi vijana kutatua changamoto tulizonazo. Wenzetu waliopotea na kuuawa walichukua hatua, ndiyo maana wadhalimu waliwaona wakiwapoteza. Sisi sote tutanyamaza na tutaogopa. Wenzetu walisimama kuhesabiwa, ndiyo maana wamepotea. Walisema ni sasa. Wenzetu wote wakina Amani Manengero walisema ni sasa, sio kesho. Lakini pia walisema ni sisi, sio mtu mwingine. Ni muhimu sisi vijana tukawa na kauli ya pamoja kutoka kwenye kundi la vijana wote ndani ya taifa hili, na kauli hiyo tuseme, tuone na kuamini muda wa kusimamia kulipigania taifa hili ni sasa na sio wakati mwingine wowote. Na mtu wa kufanya kazi hiyo ni lazima tuseme ni sisi na sio mtu mwingine yoyote wa kukinywa kikombe hiki, hata kama kitakuwa kichungu kwa namna gani. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunaondoka Dodoma baada ya kongamano hili tukitambua kwamba hakuna muda wa kusubiri na hakuna wa kuja kutupigania. Tunaamini ni sasa, na ni sisi Bavicha ambao tuna wajibu wa kusema maneno yafuatayo: imetosha utekaji. Imetosha nini? Imetosha utekaji. Tutatoka hapa tukisema imetosha utekaji, imetosha kufunguliwa kesi za uongo, imetosha kupotezwa, imetosha kushuhudia vifo vya sukari na presha vya wazazi na walezi wetu ambao kila siku wanalia kwa sababu vijana wao wanapotea kwenye taifa hili. Tutaondoka leo hapa Dodoma tukisema imetosha, na kama noma, wacha ikawe noma. Tutaondoka Dodoma tukisema imetosha rasilimali za taifa hili kutumika kwa manufaa ya watu wachache na familia chache. Bavicha tutatoka leo na msimamo huo wa kusema sasa imetosha, sasa imetosha, sasa basi, sasa huo
msimamo tutakaotoka nao. Mambo mengine ya mbinu pamoja na elimu na mafunzo yote ambayo wazee wetu wametuambia, kuna wakati tutamsikiliza Roho Mtakatifu anatutuma tufanye nini, na tukisikia sauti yake tutaitekeleza kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, tunayasema haya kwa sababu tunafahamu kama ilivyo lazima kwa mbegu ili yote na kumea ni lazima kwanza ioze. Sisi pia mapito tunayopitishwa na serikali dhalimu ya CCM ni mithili ya kuoza kwa mbegu. Ninawatia moyo vijana wenzangu, hivi punde tutaota na kumea. Hivi punde mwenyekiti wetu wa chama Tundu Lissu atatoka gerezani na Chadema itaota na kumea zaidi ilivyo sasa, na tutamea na kuzaa tunda bora la katiba mpya. Sio tu katiba mpya, itakuwa ni katiba ya wananchi, katiba bora na katiba ambayo itakuwa inajibu maswali na changamoto mbalimbali zinazotukabili vijana, katiba itakayolinda hadhi ya uhai wa vijana kwenye taifa hili, katiba itakayolinda kupotea kwa mtu mmoja isiwe ni kama kupotea kwa ng'ombe. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, katika kuwezesha mapambano haya ya katiba mpya, sisi tulikuja na kauli mbiu ya kijana na katiba, na toka asubuhi tumekuwa na mijadala na mazungumzo mbalimbali ya kuhusu katiba. Tuliandaa jambo hili kwa sababu tuliamini mijadala ile iwe na lengo la kutujengea uwezo sisi vijana wa Bavicha. Tukitoka hapa tusije kama tulivyokuja, tutoke hapa tuwe tuna kitu tumeongeza kwenye bongo zetu, ili tukienda kuleta noma huko mtaani, tukienda kutoa elimu ya katiba mpya, tuwe watu tuliojaa vitu vichwani mwetu, tusiwe kama vijana wa mboga mboga. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sisi vijana wa Bavicha tumerithi utamaduni huu wa kwamba vijana wa Chadema mnapaswa kuwa na akili nyingi. Sisi tulijiunga Chadema tukiamini vijana wa enzi hizo tukiwa wadogodogo, wakina Mnyika, wakina Heche, tulikuwa tunaamini kwamba hawa watu wana akili, ndio maana tulipenda kuja Chadema. Kwa miongoni mwa kazi kubwa tutaifanya sisi Bavicha ni kuhakikisha tunaendelea ku-maintain hiyo standard. Tunataka kijana wa Chadema hata kama ni kiongozi wa tawi, kokote atakakosimama awapelekee moto CCM, hakuna rangi waache kuona. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, sasa katika kusukuma ajenda hii ya katiba mpya, tunafahamu mchakato wa kutengeneza katiba mpya kama walivyosema wazee wetu kwamba ni mchakato ambao unahitaji mazungumzo, unahitaji maridhiano na unahitaji watu wakutane pamoja. Sasa sisi vijana wa Chadema tunayo mambo manne kwa haraka haraka, naomba niyasome. Jambo la kwanza, pamoja na ushauri wote, pamoja na maaso yote ya kuhusu mazungumzo na maridhiano, sisi vijana wa Chadema tunataka kuyasema mambo haya hadharani, na haya mambo ni msimamo wa chama, ila sisi vijana tumeyapenda na tutayasema hadharani bila aibu yoyote, kwa ujasiri mzito, na tutayasimamia. La kwanza, CCM na serikali yao dhalimu watambue hakutakuwa na katiba mpya kwenye taifa hili inayoweza kupatikana endapo Chadema kama chama kikuu cha siasa hakitakuwepo wala kushiriki mchakato huo. Yaani hilo msidanganye. Haitawezekana. Haitawezekana. Yaani vyovyote itakavyokuwa, hakuna katiba mpya bora kwenye taifa hili kama Chadema kama chama kikuu cha siasa hakitakuwa sehemu ya mchakato huo. Liwake jua inyeshe mvua, hiyo haitawezekana. Kwa achieni hiyo shughuli, na mnaodhani jambo hilo litatokea bila Chadema kuwa sehemu ya mchakato huo, mnajilisha upepo. Jambo la pili, hakuna mazungumzo wala hakutakuwa na matokeo ya maridhiano yatawezekana na yatafanyika kwenye taifa hili kama mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu hatakuwa nje na hataongoza jopo hilo la Chadema. Makamu mwenyekiti, kwa kipindi hichi mwenyekiti wetu wa chama yuko gerezani. Sio wewe, sio katibu mkuu, sio mwingine yoyote aliyoko hapa nje, wakati mwenyekiti wetu wa chama akiwa hai, atakayeongoza safari ya mazungumzo na mtu yoyote.
Jambo la tatu, ukweli na uwajibikaji usipokuwa msingi wa kushughulikia matendo ya kinyama ya Oktoba 29, yoyote anayedhani kuna mchakato utafanyika wa kuliponya taifa hili, na yeye atakuwa ni sawasawa anakonyeza gizani, akidhani kuna mtu atamuona. Hakuna atakaye kuona ukikonyeza gizani, utaishia kuvimba macho tu. Jambo la 4, swala la mazungumzo. Chadema tumesema hatutaki mazungumzo yoyote ambayo hayatakuwa na msuluhishi kutoka nje ya nchi. Yoyote anayedhani kuna mazungumzo yote yatakayofanyika bila msuluhishi wa nje, hilo jambo asifikirie litawezekana. Yaani haliwezekani. Huo ndo msimamo wetu. Na kama Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti na Katibu Mkuu wakisema tumtafute wa ndani, basi pengine tutafakari waturuhusu sisi tuwatafute hao wa ndani wa kusimamia hayo mazungumzo, sio wao. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, juzi tarehe 23 Julai, kiongozi wa chama cha EFF Julius Malema akiwa anamzika mwanachama mwenzake wa chama cha Economic Freedom Fighters Primrose Bogatsu alisema maneno yafuatayo. Nitayasema, naomba kunukuu kwa tafsiri sio rasmi. Julius Malema alisema mambo yafuatayo: vinavyojiita vyama vya ukombozi barani Afrika vimekuwa vikifa vifo vya asili siku hadi siku, kwa sababu jukumu lao kuu lilikuwa ni kupigania uhuru wa nchi zao, na jukumu hilo lilikwisha fanyika na likaisha. Hakuna jambo la maana tena linaloweza kufanywa na vyama hivyo zaidi ya kuwa chanzo cha maumivu kwa wananchi. Unaweza kukitizama Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania, unaweza kukitizama chama cha ZANU-PF na vyama vingine amevitaja. Vyote hivi ni maiti zinazotembea chini ya mwamvuli wa vyama vya ukombozi, na hivyo ndivyo nguvu ya asili inavyofanya kazi yake. Cha kale ni hakika kitakufa na kipya kitaibuka na kustawi. Maneno haya ameyasema Malema, na akaendelea kusema ANC haitakufa kwa sababu ya kukabiliwa na upinzani mkali kutoka EFF au chama cha DA. ANC imefika ukomo wake wa kuishi na haiwezi kushindana na asili, hivyo haina budi kufa ili kutoa fursa za fikra mpya kuiongoza Afrika ya Kusini. Mwisho wa kunukuu. Na sisi BAVICHA tunaomba kutumia maneno haya ya Julius Malema kuambia CCM na serikali yao dhalimu mambo yafuatayo kwa haraka haraka. Jambo la kwanza, kifo cha asili hakizuiliki, kwa sababu umri wa CCM kwa maana ya life span umefika ukomo na haiwezi tena kutoka kuwa kikongwe na wakawa kijana. Jambo la pili, CCM ni lazima mtambue kupitia maneno ya Julius Malema, nyinyi ni maiti inayotembea, na kwa vile mmezoea kuwashtaki watu kwa makosa ya ugaidi wakiwakosoa, na washaurini mfuateni Julius Malema kokote alipo, na yeye mkamkamate, mje mfungulie makosa ya ugaidi. Hili linapaswa kuwa ni ujumbe kwenu kwamba chochote kinachoendelea Tanzania huko duniani watu wanafuatilia, wanajua. Hata Chadema tusipowapinga CCM, wako wa South Africa au watu huko duniani watasema mnayowatendea wa Tanzania sio haki, ni unyama, kwa sababu binadamu ni yule yule, potelea mbali anaishi eneo gani. Kupitia maneno ya Malema, sisi BAVICHA tunawaambieni CCM, nyinyi ni chakale, hakika mmekufa, na Chadema ni kipya na hakika kimeibuka na kustawi siku hadi siku. Na CCM ni lazima mfahamu jambo la mwisho kwenye eneo hilo, kwamba CCM sio kwamba mpendwi na Watanzania au mtakufa kwa sababu ya upinzani mkali sana kutoka Chadema. Mheshimiwa Katibu Mkuu na Makamu Mwenyekiti, haya majamaa yalifungia Chadema siku 309, siku 310. Kwa maneno mengine, kwenye siku 310 Chadema haikuwepo. Lakini hakuna Mtanzania hata mmoja aliyeipenda CCM kwa sababu Chadema ilikuwa inafanya kazi yake. Kwa ni lazima CCM mfahamu, mkidhani mnashindana na Chadema, mkidhani adui yenu ni Chadema, mnajidanganya. Adui yenu ni Watanzania, na Watanzania wanaipenda Chadema kwa sababu Chadema inasimamia ajenda za Watanzania. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, BAVICHA katika kutambua jukumu letu la kuwa ni nguvu ya mabadiliko, tumewekeza sana siku za hivi karibuni
kwenye kundi la vijana hawa wasomi, vijana wa Chaso. Tumetambua wajibu wao na tunafahamu kwamba Chaso ni chanzo cha fikra bora. Tumeamini hatutafanya kazi yoyote ya maana kama hatutaanzisha vuguvugu la vijana wa Chaso, na tutumie fursa hii kuwapongezeni sana vijana wa Chaso, kwa sababu mara zote kwa siku za karibuni mmeanza kuwa na ujasiri na kutumia hadhi yenu ya usomi. Mwalimu Nyerere alisema msomi wa maana ni yule ambaye anatumia elimu yake sio tu kwa manufaa yake yeye na familia yake, bali anayetumia elimu yake kwa manufaa yake yeye pia na jamii yake nzima. Hongereni sana vijana wa Chaso, na sisi BAVICHA siku zote tutaendelea kuwa sio washindani wenu. Tutahakikisha tunakuwa walezi wenu na tunawawezesha nyinyi mtimize wajibu wenu. Dunia ya sasa, huko duniani kuna mambo mengi sana yanaendelea. Tunachowataka Chaso, muwe sauti ya vijana wa Tanzania. Fanyeni utafiti wa mambo mbalimbali yanavyoendelea huko duniani. Wakati tunaamini kunazo changamoto mbalimbali zinazowakumba vijana, ikiwemo changamoto ya kwamba duniani kote takwimu zinaonesha, takwimu za Umoja wa Mataifa mwaka 2025 zimesema kwamba dunia ina watu bilioni 8. Nusu ya watu wote wana umri wa chini ya miaka 30. Na idadi hiyo inatarajiwa kufika 57% ifikapo mwishoni mwa mwaka 2030. 13% ya hao vijana wote duniani hawana ajira. Kwa tatizo la ajira tunafahamu ni tatizo la dunia kwa sababu ya ongezeko kubwa la vijana. Sasa tunachotaka vijana wa Chaso, ndio maana tunawekeza kwenu kwamba nyinyi mnapaswa kwenda mbele zaidi, kwamba dunia ilivyotambua kwamba tatizo la ajira ni tatizo la dunia. Nchi zingine huko duniani zilichukua hatua gani? Muwaambie vijana wa Tanzania walioenda shule na ambao hawajaenda shule kwamba Singapore ilifanya nini, Uchina ilifanya nini, India na Korea Kusini imefanya nini. Kwa sababu ya muda, naomba nisitoe mifano, ingawa ipo kwenye hotuba yangu, na hotuba hii tutaishare, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa BAVICHA, kwa sababu mmeiandaa, tutaishare hotuba hii kwa umma ili msome mifano ya Singapore wamefanya nini, Uchina wamefanya nini, India wamefanya nini, kwa sababu India ndiyo nchi yenye idadi kubwa ya vijana duniani ambao ni takriban vijana milioni 367 wenye umri kati ya miaka 19 na 29, wakati mnasema wa Tanzania mko milioni 64-65. India wana takriban vijana milioni 367. Sasa wingi wa hao vijana, India imefanya nini kutatua changamoto za ajira za vijana hao? Vijana wa Chaso ndio mna jukumu la kuwaonesha hawa ma-CCM. Vijana wa Chaso ndio mna jukumu la kuambia watu wanaosema nyie vijana wa Chadema au vijana wa Tanzania hamfanyi kazi, ndiyo maana mnaweza kutweza utu wenu. Ukweli ni kwamba hata ukiamua kufanya kazi kwenye taifa hili ambayo mifumo yake ni ya kihuni, mifumo haikuruhusu kupata hizo pesa. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo kabla hujawalaumu vijana kwa kutokufanya kazi kokote kule, kwanza huo ni uongo. Cha kwanza, laumu mifumo ya hovyo, mifumo mibovu ambayo inawafanya vijana waendelee kuwa na maisha magumu. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, hiyo mifano ya hizo nchi zote tulizozisema inastaajabisha sana, kwa sababu nchini kwetu licha ya asilimia zaidi ya 75 ya Watanzania kuwa wana umri usiozidi miaka 35, kila mwaka kwa mujibu wa taasisi ya Police Forum inasema ni vijana milioni 1 wanaingia kwenye soko la ajira. Hao vijana milioni 1, vijana 950,000 wote hawajulikaniki wanafanya kazi gani, hawajulikani kama kuna kazi wanafanya. Ni vijana 50,000 tu ndio ambao wanapata kazi rasmi, kwa maana ya kazi ambazo zina mkataba, kwa maana ya kazi ambazo wanaweza wakapewa bima, kwa maana ya kazi ambazo wanaweza wakawa na mkataba, au kwa maana ya kazi ambazo wanaweza wakawa na nyaraka za kwenda kukopea. Vijana 50,000 tu. Kwa tunalo kundi la vijana 900,000 na 50,000. Tunao watu wanajiita serikali, hawajui vijana hao wanafanya nini. Tunao vijana ambao wamepewa mikopo ya serikali, kodi za Watanzania, wamemaliza vyuo, wana miaka zaidi ya 10 hawana ajira. Tunayo serikali ambayo imetumia kodi ya Watanzania kuwakopesha vijana waende shule, halafu hao vijana pesa hiyo hawajairudisha na hakuna dalili ya kuirudisha. Hiyo ni serikali au ni matope?
Tunahitaji vijana wa BAVICHA, vijana wa CHASU, mwende mkaseme ni kwa namna gani tatizo la ajira kisomi litaenda kukombolewa. Na sisi BAVICHA kwa kushirikiana na viongozi wakuu wa chama chetu, bahati nzuri makamu mwenyekiti wetu ni BAVICHA, viongozi wetu wengi ni BAVICHA, na tukushukuru makamu mwenyekiti kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwenye kuimarisha BAVICHA, kwa sababu sisi kama kuna jambo moja tunatamani tulipiganie siku zote ni kuhakikisha tukitoka kwenye nafasi zetu tuache kizazi ambacho kitakuwa ni kizazi bora, kizazi sahihi, kizazi kitakachoifanya Chadema iendelee kuwa tumaini la Watanzania miaka mingine ijayo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa kauli moja, vijana wa Chadema tunatoka hapa Dodoma tukiwa na msimamo wa kwenda kuhubiri ajenda ya katiba mpya ni sasa, kuanzia ngazi ya familia hadi ya taifa. Tunaondoka Dodoma tukiwa na msimamo wa kwamba ikiwa ng'ombe na mbuzi hayajawahi kuandamana wala kupaza sauti kupinga kuchinjwa, binadamu kila siku mmekuwa mnawachinja ng'ombe na mbuzi kama kitoweo. Ng'ombe na mbuzi hawajawahi kuandamana hata siku moja kupinga wao kuchinjwa. Vijana wa Chadema tunasema, na sisi tukinyamazia utekaji, tukinyamazia kupotea kwa vijana, tukinyamazia na maovu yote yanayoendelea nchini, hatutakuwa tofauti na wanyama hao. Tuchinjwe na sisi, watu wanywe supu kama watakuwepo wanaoweza kufanya hivyo, kwa sababu hatutakuwa na uwezo wa kuchukua hatua, sisi tumekataa. Tunaondoka Dodoma tukiwa na ari na morali ya kwenda kukilinda chama chetu dhidi ya hila za aina zote, na mara zote BAVICHA tutaunga mkono, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, wala kuruhusu mtu yoyote atakayecheza na chama chetu. Na hili naomba lieleweke, sisi BAVICHA hatutakuwa tayari na hatutawavumilia wanasiasa, kwa lugha ya Mwalimu Nyerere, wanasiasa malaya ambao kwa siku za karibuni wamekuwa wanakitukana chama chetu, wanawatukana viongozi wetu, halafu wanategemea baada ya kutukana viongozi kesho asubuhi watarudi kwenye chama hiki tuwapigie vigelegele. Hilo jambo BAVICHA tutalisimamia na hatutakubali. Wewe ukikidhihaki chama chetu, ulipoingilia msumari ndio utakapotokea. Ukirudi tutakupokea kwa taratibu na sheria za chama chetu, lakini tutakukazia macho tukuone kweli umerudi kweli au na nia nyingine. Na tutumie fursa hii sisi BAVICHA kumkaribisha rasmi Mchungaji Peter Msigwa. Tulikuwa tujakukaribisha, tukukaribishe rasmi kwa sababu tulijipa muda wa kukutafakari kwamba mchungaji amerudi kweli. Tumekutafakari BAVICHA, ndio maana Mchungaji Msigwa umekuja hapa jukwaa kuu. Tumekupa na tunzo ya kuthamini mchango wako katika kuhakikisha vijana wa Chadema tunasimama na kufanya kazi yako. Kwa hiyo Mchungaji Msigwa, hii BAVICHA ya sasa asingekuwepo mtu yoyote wa kutupeleka na kutufanya tukupokea haraka na kusema haya tunayoyasema. Tulisema tutajitafakari na muda mwafaka ukifika tutafanya hivyo, na naamini hao ndio vijana makamu mwenyekiti mmekuwa mkiwatengeneza wawepo kwenye chama hiki, na sisi ndo tupo hivyo.